tukubakisa des écritures suna sima. Nitaongeza maandiko mengine mawili baadaye Ona kuvanisa pensée oyo tukokabola lelo. ili tuweze kuikalisha fikara ambao tunaweza gawa leo. Tozoloba likambo etali le jour de l'Éternel. Tuko nazungumuza jambo linalohusu siku ya Bwana. Selon mukanda na Zacharie chapitre 14 verset 1 jusqu'au 9e verset. Kulingana na kitabu cha Zakaria 14 verse ya kwanza mpaka verse ya 9. Soke mokolo wana ekoza mokolo moko monene. Wanatuambia ya kwamba siku ile itakuwa siku kubwa. Ekozala mokolo mabota na mokili kusangana. Itakuwa siku ambao mataifa ya ulimwengu yote watakusanyika pamoja. Ya Sofoni bauti kotangira biso. Wa andiko la Sofonia ambalo wametoka kutusomea. Nzambe abia kusangisa mabota ya mokili. Mungu anasema atakusanya mataifa yote ya ulimwengu na bitumba kwa ajili ya vita. Na kuya kuatake Israel. Watakuja wote kushambulia Israeli. Et précisément bakokota na ville ya Jerusalem. Na wataingia ndani ya mji wa Yerusalema. Biblia bisoke fleuve ya Efrate kukauka. Biblia inasema mto wa Efrata utakauka. Nzamba kufrape fleuve wana Efrate. Mungu atapiga hiyo mto wa Efrata. Eza fleuve za kosala frontière entre le pays arabe na Israël. Ile mto ambayo inafanya mpaka kati ya nchi ya Kiarabu na Israeli. Vana ko permettre ba armée ya ba nation ekota. Na hiyo mto itaruhusu majeshi ya mataifa. Bible sela kango na kati ya profesi kala. Na tayari Biblia imeiahidia ndani ya unabii toka zamani. Tumona ki accomplissement yango meme na guerre ya Iraq. Na tumeona kutimia kwake wakati wa vita ya Iraq. Tangu Amerika haikuatake Iraq. Wakati Amerika alikuja kushambulia Iraq. Bashar Amerika katsa ke Efrate poekenda. Tuliona namna gani magari za vita za Amerika walivuka Efrate. Tozomona ndenge bashari zo katsa fleuve Efrate. Inavuka mto. Hiyo mto kuna siku itakaomba armée ya ba nation kota. Ili majeshi ya mataifa waingie. Deja tosobike yao ke imona nabo. Na tayari tumeishi ya kwamba imeonekana. Kama samsoni ba professeur kokokisa masolo. Na inatuhakikishia ya kwamba hizi maunabii zitatimia kota na Israel. Wakati watakapoingia katika Israeli, kapitana vile ya Jerusalem, na kwa uhakika katika mji mkubwa wa Yerusalem, wataanza uwa na kupora, viole basi, na kubaka wanamke, usala desordre, fanya vurugo, kozala guerre pesa ya nation contre Israel. Itakuwa kabisa vita ya mataifa kwa Israeli. Kanena kacha pa ya profesia Nzambe, kumbe katika mpangilio ya unabii wa Yesu akokita. Ile siku ndio Yesu atashuka sasa. Alikona ngomba na Bilaya. Atashuka juu ya mlima wa Mzeituni. Etanga kokita wana. Na atakaposhuka pale, nde mabele ngombe kupasuka na pale ndipo udongo wa mlima utapasuka katika sala vale moko ya munene. Na inafanya bonde kubwa. Abike mokolo wane koza mokolo moko iniki koni de l'Éternel. Na wanasema hiyo siku itakuwa siku moja ya pekee. Kozala maite, kozala butute. Hapata kuwa mchana, hapata kuwa usiku. Mokolo monene mokolo ya somo. Itakuwa siku kubwa na siku ya le seul ambao yao watakuwa pekee yake, na jina lake litabaki pekee. Deto keleko taisa na peuple que. Na tulienda onesha taifa ya kwamba Yesu okola mosakoli. Yesu kama vile nabii akeko fungulela biso yango na pete. Anaenda tufungulia nayo rais. Ndenge zalaki na tango na Noe. Anasema kama vile ilivyokuwa wakati wa Noa. Ndenge zalaki na tango na Lot. Kama vile ilivyokuwa kwa wakati wa Lot. Mitindo moko kozala pona mwana moto na moko na mwana. Hivi ndivyo itakuwa pia kwa ajili ya mwana wa mtu kwa siku yake. Decortiquer na tango na Noe loko nini zalaki. Hata tulienda chambua wakati ya Noa palikuwa kitu gani. Kwa nini bakaka kezaba bomati mokina mbula bakufaki. Ni watu wengi wanasema tu Mungu aliua watu kwa mvua. Ezakina makambebeleza lakini kati. Palikuwa mambo mengi yalikuwa makamamoto zako solola. Na hiyo mambo ndio tunayaona. Comprendre réalité ya prophétie. Ili uelewe ukweli wa unabii. Mais on comprendre pourquoi yo sambelaka. Na uelewe kwa nini wewe unaombaga. Na talisa kilo kena tango na Noe. Na niliwaonesha ya kwamba kwa wakati wa Noa makambebeleza laki. Mambo mengi yalikuwa. Mtuna sasa kwa bisa ko marteleza laki. Lakini jambo ambalo nilikazia ni kwamba na tango wale ya Noe ili watu waokolewe kwa hiyo wakati conjuguer verbe entrer dans l'arche. Ilibidi watu watende tendo la kuingia ndani ya sako conjuguer verbe wana bila kutenda lile tendo za la kite.
hakuna uokovu. Na moto nyoso tu kwa kila mtu yoyote ambaye hakutenda tendo la kuingia. Na safina ilikuwa nafasi moja ya uokovu kwa watu wote. Nje ya safina uokovu haikuwa juu ya mtu wote. Ili uokolewe inabidi uingie msafina. Na nilisema ya kwamba hiyo safina haikujengwa kwa fikara za mwanadamu, vipimo na mpango wa kujengwa na bato ili watu waokolewe. Yeye mwenyewe alimpa Noa ili watu waokolewe. Niliendelea utaomba jinsi unavyotaka ili uokolewe. Na hali moja ili mtu aokolewe. Nenda oneja tena ya kwamba wakati wa Noa watu Mungu aliwahukumu kwa mvua ya maji. Na Yesu anasema kwa wakati wake itakuwa kama vile kwa hiyo wakati ya Noa. Na tulienda oneja ya kwamba wakati wa Yesu ataua dunia kwa mvua. Na haitakuwa tena mvula ya maji. Tulisoma hapa ya kwamba ataharibu dunia kwa mvua ya mawe. Itakuwa mvua ya mawe ya kilo 45 itawaua. Na tuliwaonesha kwenye hiyo mawe iko mukanda ya Job 48 verset 22-23 kulingana na kitabu cha Mungu amefanya hazina ya mawe kwa ajili ya kungojea siku kubwa ya vita. Mungu anaandaa vita juu ya dunia kwa ajili ya kuharibu watenda dhambi, kuwamaliza. Hata ile siku ile Biblia inaita siku kubwa. Nilienda kuwaonesha tena ya kwamba wakati wa Loti wanasema nafasi pamoja ilikuwa juu ya mlima wa Toa. Ninakazia usifikiri kama naombea na haiko mbili ambayo inabidi mtu akimbia. Na hiyo nafasi haiko mafikara ya mtu lakini ni fikara ya Mungu. Ataambia watu mkimbilia na kwa wakati wa bila uokovu ilibidi watu watende tendo moja, kutoka nje ya Mungu. Kama hautende vile kweli wewe utakufa. Wote ambao hawakutenda kutoka walikufaka. Na wakati wa Loti Mungu aliua dunia mvua ya moto. Unaona tunaona mvua tatu Yesu babike kusape mbula na Noa mvua, Loti mvua, na Yesu anasema mvua nayo itakuwa. Anasema revelation te. Hapa siko mufunuo. Anasema prophecy. Hapa niko muunabii. Anasema mela connaissance. Na ninaisema kwa ujuzi. Faites attention. Fanyeni ya koko sansa nani yote. Siwezi uweka mchango tai na sima. Nasema kaka prophecy na punyetele ya ngonyoso. Niko nasema unabii katika usafi wake. Upate ujuzi wa kile ambacho. Na leo ninaongeza tena. Nini ambazo hakina tango? Nini ambazo ilikuwa kwa wakati wa Noa? Nini ambazo hakina tango ya Lot? Na nini ndio ilikuwa wakati wa Lot? Landanga pia. Nifuate vema. Na tango la Lot, wakati wa Loti, na kozama kamibale nano lelo. Nachukua kwanza mambo mawili leo. Tango zamba bumi. Wakati Mungu ameua banyama bazaki na kati, nyama ambazo zilikuwa ndani na batu bazaki na kati, na watu waliokuwa ndani batu babikaki, watu walipona. So libanda sasa nje huko c'était la mort, palikuwa kifo. Vie zalaki. Uzima haikuwa. Na kati ya masua ndani ya safina nde vie zalaki. Nimo mlikuwa uzima. Zamba pambola. Mungu akubariki. Zamba pambola. Mungu akubariki. Tala.
tazama, tango Noa alinga teste soki libanda vi ezali, wakati Noa anataka pima kama nje kuna uzima, atindi corbeau, anatuma kunguru. Corbeau akei, kunguru anaenda, haina message te, hakuja na ujumbe. atindi kolombe, akatuma njiwa. kolombe akei libanda, njiwa akaenda nje. babike wanasema ya kwamba kolombe amoni ke vie ezalaki te, njiwa aliona hakuna uzima. kolombe azongi na masuwa, njiwa akarudi ndani ya safina. soki vie ezalaka libanda, uzima ingelikuwa nje, kolombe alingaki kozonga, njiwa angelirudi. azongi, akarudi. Noa azali mikolo samba, Noa akangoja siku 7, atindi kolombe, akatuma njiwa. kolombe ayabi vie elingi banda kwa mo kozonga, njiwa akasema uzime na aina tije ya olivier na monoko, akakuja na tawi ya mzeituni kwa kinywa, aselisi susu, anangojea tena, atindi kolombe lisusu, akatuma njiwa tena kwa mara ya 3. kolombe akei, njiwa akaenda, kolombe azongi te, hakurudi. Noa ya comprendre ke Noa akaelewa ya kwamba ya plus la mort, hakuna tena kifo. landa Fata. donc kolombe njiwa dans l'arche ndani ya safina c'est la vie, ni uzima. kolombe à l'extérieur de l'arche, na njiwa nje ya safina il y a pas la vie. hakuna uzima. Kola pambo la biso, Bwana atubariki. kola pambo la biso, Bwana atubariki. na tango la Yesu pe hata kwa wakati wa Yesu esalema wana tokeo ambayo ilitendeka kwa Yesu biko esama kila tango na Noa, Yesu anasema jinsi ilitendeka inabidi itendeke pia kwa wakati wa koteli sote maso ya Noa ile kuonesha ya kwanza safina imesema niye ya sali ya vie, ambayo ilikuwa nafasi pekee ya uokovu ya watu. Yesu lokola prophète Ilibidi Yesu kama vile nabii ndani sabisa te yende maso ya Noa, ili atuoneshe ya kwamba yeye ndiye safina ya sala niye ya vie, nafasi pamoja pa uzima. tango Yesu akondo sala Jourdain, Wakati Yesu alifika mbele ya Yordani, il faut sakali kambo ya mai, hii inabidi ikuwe tu jambo la maana. ni kolombe Wanasema nyinyi oyo Noa liberaki na kata masuwa, hayo Noa aliachilia habari sabato te vie zali to vie zabe, waoneshe watu ya kwamba kuna uzima ama hakuna kolombe uzima. wana ayei Ile njiwa akaja ayakozonga na kata masuwa, ili akuje rudia ndani ya safina sima wana na more koya juu nyuma ya pale kifo kolombe tango ayei na ndio wakati anakuja ateni na likolo, wanasema akasimama likolo ya moto moko juu ya mtu mmoja moko mwana Yesu ule mtu jina lake kolombe ayei si bato waambia watu mongola uteko na wale atali mwana na ndaya ni Bwana wangu ninayempenda usikilize. mwana kesoko yote Yesu te Sema kama wewe hausikie Yesu ezalite hakuna uokovu kwako. c'est à ce moment Na ni kwa hiyo wakati de kolombe ayakozonga na kata njiwa anakuja rudi ndani ya kolombe Noa aligera kikula njiwa ambao Noa aliachilia wakotisaroko wana ya kutimiza lile jambo Yesu ya kwamba Yesu asa véritable masuwa ya Noa ndiye safina ya kweli ya roho. yesala niyo tokokobika nango lelo Nafasi pa pekee ambapo tunaweza okolewa ndani yake leo. Abrahamu lokola prophète Abrahamu kama masuwa ya Noa safina ya Noa, pwani yake c'était une montagne, ilikuwa mlima, montagne mabenga Ararat, na hiyo mlima wanaiita sande ayebisi Abrahamu, Mungu anaambia Abrahamu, okende koadore ngai utaenda niabudu wewe likolo ya ngomba moko juu ya mlima moja, oyo ngomba ngara kolakisa ile mlima nitakayokuonesha. Abrahamu akotelema Abrahamu atasimama mpona koluka le lieu de l'adoration, ili atafute nafasi pa kuabudia. le lieu d'adoration ezala kaka moko Ni moja mbili ya Abrahamu zaidi ya Abrahamu akomona le lieu ya adoration aone nafasi pa kuabudia. Hatuabudu kwa vurugu. Mungu akaonesha Abrahamu nafasi pa kuabudia. Abrahamu atatembea muda wa siku Zaburi na maabudu baada ya siku Mungu anamuonesha tazama nafasi pa kuabudia pale. Abrahamu akotika basali, Abrahamu anaacha akotika kamera, anaacha ngamia, akosa mwana, anachukua mwanawe, wanatembea na mtoto wake, mwana akokumba koni, mtoto anabeba kuni. Abrahamu akosimba beli, Abrahamu anachika kisu, basoke na moto, wanaenda na moto, mwana tuli, mtoto anauliza paske nakata mwana ndani ya mtoto yatene tena senema ya adoration
fundisho la maabudu. Baba, biloko nyonso ezali vyote viko hapa. Pate hasa kondoo ya maabudu ya kutoa sadaka libonza na kondoo ya sadaka asali wapi? iko wapi? Abrahamu kama vile Nzambe anasema Mungu akobota pate atazala kondoo. Toke Nzambe Mungu akopesa pate atapana kondoo ateyambeka kondoo ya Nzambe akobota pesa yeye mwenyewe ndiye anaibana. Nzambe pamoja biso. Mungu atubariki. Abrahamu sakoni wakati Abrahamu alipotea ngoma za profeta solo ili Abrahamu akuwe nabii Abrahamu utimie. Bakomi mikolo ya ngoma wanafika juu ya mlima ngoma la komati na Biblia inasema mlima mahali ngoma ya Ararati, mlima wa Ararati. Zamba pambo la biso. Mungu atubariki. Abrahamu akoza mwana na Abrahamu anachukua mtoto akandi mwana anafunga mtoto atongoli mbeli anainua kwa sakrifie mwana ili atoe mtoto. Zamba kwebisa Abrahamu aret. Mungu anaambia Abrahamu acha na moni konzimana. Ninaona upendo na imani yako. Upime linga mwana yote. Au kuniima mwanawe. Abrahamu barusamisa. Abrahamu anageuka nyuma amoni pate. Anaona kondoo. Pate kondoo oya sovaka Isaka mwenye aliokoaka Isaka. Po Isaka zakini jamu utakufa. Isaka alikuwa mtu wa kukufa. Na Isaka rentre parce que Isaka alirudi juu. Pate amona na mwana kondoo alionekana. Salia Isaka utakina pesa pate. Ya Isaka ulitoka kwa kuwa kwa kondoo. Bona kutasa msoke. Pia kutuonesha masuwa ya Noe. Safina ya Noe. Kama kali kole ya ngoma ya Ararati. Hata dia mlima wa Ararati. Nde pato bakutaka na place. Yule kondoo mwenyewe alikuwa. Ya wala sovati Isaka. Na ndio maana akaokoa Isaka yenyewe ilikuwa mbele ya Isaka ila visoro. Na Isaka akapata na Isaka akaweza mora la place d'Isaka. Na kondoo akakufa kwa nafasi ya Isaka. Nzamba pambo la biso. Mungu atubariki. Nzamba mona biso. Mungu atuone. Jésus Christ, sema Yesu qui est l'agneau de Dieu, ambaye ni mwana kondoo ôte le péché, anayeondoa dhambi. Eza masuwa ya Noe. Ni safina ya Noe. Po Biblia lobike, Biblia inasema hivi. Na tangu wana mokili masumu efurukaki mabe. Kwa hiyo wakati dhambi ya ulimwengu ilifurika sana, se repentit même à cause ya péché ya batu. Na Mungu akatubu juu ya madhambi za wao. Nzamba monaki moto ata moko te za kisembo. Na Mungu akaona hata mtu mmoja ya kwamba iko haki. Amona kaka Noe. Aliona Noa peke yake. Meso bakwabika kina kati ya masuwa wana. Kama watu waliokolewa ndani ya hiyo safina. Inataka sema masuwa wana ilungula ki masumu wabatu wa. Hiyo safina ilitoa dhambi za wale watu. Kwa bazaki pasible na liwalo kwa batutu ya masumu. Juu walistahili kifo kama watu wote wa dhambi. Meloko biti si batola kenye kinaokoa wale watu wasikufe. Zakine masuwa. Ilikuwa safina. Leo na zoe sabino ke. Na leo ninawaambia. Sale Seigneur Jésus. Bila Bwana Yesu Kristo. Nous sommes morts. Sisi tayari tumekufa. Nous sommes foutus. Tuko bure. Na wana lelo faut qu'il pas la Yesu. Na ndio maana leo inabidi ukimbilie kwa Yesu. Kama problème faut qu'il ne pas la Yesu. Wakati unazo shida kimbilia kwa Yesu. Tika banzela ya banganga. Acha njia za wafu. Tika banzela ya bakisi. Acha njia za dawa. Tika makambo pamba za acha mambo ya bure bure ambao. Sophonie chapitre 2. Sophonie sura ya 2. Tuzoka Sophonie 1, tutikana no 2. Samahani, tuchukue kitabu cha nabii Sofonia sura ya kwanza tuache verset 1 jusqu'à verset 2. Verset 2 jusqu'à 18. Sophonie chapitre 1 verset 2 jusqu'au 18e verset. Nitavikomesha kabisa vitu vyote vilivyoonekana ya uso wa nchi, asema Bwana. Nitamkosesha mwanadamu na mnyama, nitamkosesha ndege za angani na samaki za bahari, na hayo makwazo. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Exterminer, donc kumaliza kabisa. Kusilisa solo, kumaliza kweli. Nami nitamkatilia mbali mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Nami nitaunyosha mkono wangu juu ya Yuda na juu ya watu wote wakao juu ya Yerusalemu. Nami
utayakatilia mbali mabaki ya bahari yasiyoonekana mahali hapa, na hiyo jina la Wakemari pamoja na kuhani na wale waliosujudiao jeshi la mbinguni juu ya dari za nyumba za hao waabuduo. 7 pour tout gagner. 7 juu tukomboe muda. Nyamazeni kimya mbele za Bwana. Silence devant l'Éternel. Baki kimya mbele ya Bwana. Quand le jour de l'Éternel approche. Kwa kuwa siku ya Bwana inakaribia. Kwa kuwa Bwana ameweka tayari dhabihu, amewatakasa wageni wake. Abongisi fete, Nzambe abongisi fete. Mungu ameandaa karamu, bainvite Nzambe bazazi. Na waalikwa wa Mungu na mokolo ya kolo fete katika siku ya Bwana. Les fete ya bino batote. Lakini haiko karamu yenu nyinyi wanadamu. Na itakuwa katika siku ile dhabihu ya Bwana nitaadhibu wakuu na wana wa mfalme na watu wote waliovaa mavazi des habits étrangers. Oui, verset 9. Na katika ile hao wote wamkao juu ya bato bazosala baviolence bamabe koboma kosopa bazemi kosala bato mabe koprovokaka baninga pambapamba moto azala koyena ote okile probleme zwatizi papa tafutia shida, chukua 10 baba. Na katika siku ile asema Bwana kutakuwako sauti ya decri takuwa kulalamika kilio nafasi yote kutoka lango la samani na mulio bato akachokola bagangi zwa 11 papa chukua 11 baba tokanita machèque oui maana wafanyabiashara des commerçants de Butembo wafanyabiashara tous les hommes chargés d'argent c'est l'exterminé. Yende patron yende tajiri soko ndime Yesu te na mbongo la yo na pesa zako container na yo na makontena zako papa zwa 13 baba chukua 13 tafadhali zwata 12 chukua 12 kisha itakuwa wakati ule uchunguza Yerusalemu. Zamba kopelisa toshe bwaza atawasha toki yake hivi anatazama semutazama te. Hapa hakuna mtu tena mabwaza te. Mamba mia te. Nani ambaye amefichama Zamba koluka batu na torch. Mungu atatafuta watu kwa tochi. Utauchunguza Yerusalemu kwa taa. Nami nitawaadhibu watu walio kanda. Ozomele boki. Wanakaa nafasi ya kunywa pombe huko na kunywa pombe pale. Nzamba ebi tuo tosaka sela moya c'est papa. Kwa 15. Na L'air bien. huyo tajiri wao utakuwa mateka. L'air bien seront livrés au pillage. Vitu vyao vitaporwa. Batelevizeur ya munene wana. Hiyo televisheni yako wanapora. Mbeto na kitoka munene wana. Chabo kizuri kimeporwa. Salona ya Lix wana. Hiyo salona yako ya Simba wanapora. Hiyo sozo tena kata ndako wana. Yote vimeweka ndani ya nyumba wale. Ndako ndako ngengisa wana. Nyumba yako umeiangaza sana. Wanapora. Ndai moto walo bati. Haiko mie. Nazoka na biloko note Nzambi. Sipangie vitu vyako lakini ni Mungu ndiye anasema. Ize ngaite. Haiko mie. Na pekiso ngengisa te. Sikukataze upande Nzambe ndela zoro. Sikie jinsi Mungu anavyosema. Opi mangali pate pardon. Usiniime mkate samahani. Ni baba. Yitoke. Tuendelee baba. Na nyumba zao zitakuwa ukiwa. Maana watajenga nyumba lakini hawatakaa. Bakofana teba ndani. Watajenga mwile manyumba lakini hawatakaa ndani yake. Ezenga itewi. Haiko mie endelea. Endelea tena. Yengine. Watapanda mizabibu lakini hawatakunywa. Bilanga madesi. Unapanda maharagi, unapanda kakao, Mungu atafuta mpaka na mashamba. Na shamba yako na masangu na madesi na ya kakao ya vanila yote Mungu atavifanya. 15 enda baba 15. Ezenga ite haisomie siku ile siku ya ghadhabu, siku ya
Le jour, un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuées, de brouillard. Joie 17, papa. Ok, Mwambangongonga. Aïe, aïe, aïe. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme la poussière. Et je leur ferai et leur chair comme des ordures. Aïe, 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 aïe. Ni leur argent, ni leur or ne pourra le délivrer au jour de l'Éternel par le fait de sa jalousie. Tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Hapa nakuzani na sindi nini? Le jour de l'Éternel, siku ya Bwana wa milele, jour terrible, ni siku ya ajabu, jour d'angoisse, siku ya kuogopesha. za mukolo bato banda kulela na ni siku ambayo watu wataanza lia kwa uchungu. za mukolo Yesu, ni siku ambayo Yesu akoya ko récupérer autorité naye, atakuja kuchukua mamlaka yake yote. Lelo solo bake na Yesu lokola mokozi bo bikisi na nimemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mokozi hebi soke tika bondumba, lakini mfalme anakuambia acha wachara utengo sala bondumba. Unaenda fanya Mokozi. Je, unatii mfalme toye? Unamutii ndio mokolo wako Yesu. Ile siku sasa atakuyaka poyo tosakiete wewe au ayako boto la bukonzi sikola makasi, atakuja kukunyang'anya mamlaka kwa leo za liberté kusana sio lingi. Ndio leo uko na uhuru wa kutenda yote unayotaka mokolo wana. Sasa ile siku kapasite za kanangua kusala mama pia hiyo uwezo unayokuwa nayo ya kutenda mama baya ngainde kolonzo tu, atakwambia mimi ndio mwenye hii mwili, ngainde kolopema huyu, mimi ndio mwenye hii pumzi unayotumia. Sasa ngai hasa nirudishie yangu kwa hiyo tafuta yako. Mwende kozala. Unaona jinsi itakuwa remise et reprise. Inakuwa kurudisha mamlaka. Mebao bantimila ke okola mukospe obikisi, lakini waliomwamini kuwa Bwana na Mwokozi akaba ordre na ye, wanatii amri na maagizo yake, biko pona bangu. Wokovu kwao. Mokolo ya somo, siku ya kuogopesha. Sanda zobongisa fete. Mungu anaandaa karamu. Invitene basali. Waalikwa wake wiko. Apocalypse chapitre 19. Ufunuo 19. Papa tanga ngo soma pole. Baba uisome pole pole. Masikie. Obayoka. Ingie kumasikio. Ekota na matoi. 19 Apocalypse 11-21. 11 mpaka 12. Ndesi manalendi sa. Na nyuma ya hapo nionye tusambira. Baada tuombe. Ufunuo 19 mstari wa 11 mpaka 19. Tunasema hivi. Oui. S'appelle véritable, fidèle. Wa kweli naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Il juge et combat avec justice. C'est un jour de combat. Na macho yake yalikuwa kama mwali. Miso rouge. Kichwa chake vilema vingi. Dizier diadème. Ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye. Kombo wana mtu moka yebi yango teka kayemoko mtabi kombo. Amevikwa vazi lililochovya. Ilamba ya mutane couleur de sang. C'est la guerre, non? Kombo na ye. Parole. Na majesi yaliyo mbinguni armée. Kwa kitaki na ngomba la bila avec tous les saints. Donc, son armée. Bango banati kwa la punda ya pembe. Balati bilamba ya pembe. Sauf ya la lamba ya rouge. Le roi, le seigneur.
asanze pe parole totala kikuna babike akoprononcer parole déclaration akopesa ordre na armée na neno ambalo tulisikia atatapika upanga na pana amri kwa jeshi lake. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake. Nelamba alataka motane wana bakomikombo le roi des rois et seigneur des seigneurs. Beaucoup bozwa lokumu lelo bien mais zali mokolo unapata utukufu leo boto la bino ba lokumu nyonso ambao watawanyanganyaka zile mautukufu zote bakombo lefu mpesa ya ba lokumu ya ba majina ambayo umejipatia ya utukufu ya viburi. Mungojee 17 ni kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua akalia kwa sauti kuu akiwaambia ndege wote, yoka invitation sikia aliko katika ya mbingu, njoni mkutane karamu ya mukuje au grand festin kwa karamu kubwa. Azobenga bakote Mungu aite watu, azobenga bandeke, anaita mandege manyama asali bango fete, anawaandalia karamu mupate kula nyama ya wafalme, bolia banzota ba mikunzi, mukule nyama za wafalme, banzota ba soda na nyama ya watu hodari, bato nyonso bayaki na bitumba, na nyama ya farasi na bapundo bayaki na bitumba, na ya watu wapandao, na bato bamataki likolo bapunda, ya watu wote bato nyonso waungwana kwa watumwa, eza ba esclave, homme libre, mwasi mobali, wakubwa, kwa kategori tu ya bato, aina yote ya watu. Kisha nikamwona huyo nyama wa mfalme. Suka wana acha hapo uyoki, umesikia? Niliwaambia hivi ya kwamba misuni ya ngombe uzolia na Butembo, nyama ya ngombe ambayo mko nakula hapa Butembo, nami pia toka nimefika hapa niko na soko zoli ya ngombe, lakini kama mko nakula nyama ya ngombe bongo la kape Butembo kwa naokoka pia kote ribure kuzala, kuna zabu ambayo itakuwa tango zoli ya lelo. Sasa unakula leo misuni nyama ibake ya jour nua ya kwamba kuna siku moja zana tawa kwa tereba. Mungu hana wakati ya kuzika watu, kuna gere kuzala, kama vile vita itakuwa bato bakukufa na bitu, watu ambao watakufa mwile vita sanda kubenga kama ndeke. Mungu tu ataitaka maneno ya kulia misuni teko kula nyama na kukunywa damu. Na fête noso kolia na komela mtezala. Kwa karamu yote kuna kukula na kukunywa. Dieu va respecter sa principe. Na Mungu ataheshimu kanuni yake. Ale misuni wanakula manyama na mbona tena mukili. Sijaonaka bana botama. Toka nimezaliwa ona kama sekasaka leo nimekuwa na miaka 7 sana misuni. Karamu ambayo imekosa nyama haikuwake. Ese makosi. Mimi nasema wewe karamu esa na musuni. Ikose nyama. Soma na sasa ndenge. Unaona karamu kama ile? Fete noso misuni. Karamu yote ina nyama. Zambi pia kurespect. Na Mungu naye ataheshimu. Fete sana komela. Karamu inakosa kukusalaka. Inakuwa hata fete ba Kristo. Hata karamu ya Wakristo. Komela kabaji. Tunakunyaka. Zamba kusala fete. Mungu atafanyaka karamu. Misuni ya kulia. Nyama ya kukula. Oba ndeke bakulia. Yenye mandege watakulaka. Ikozala misuni ya ba. Itakuwaka nyama. Masanga bakomela. Pombe ambao watakunywa. Makilaba. Ni damu za watu. Bible mutulubia. Biblia ndio inaisema. Manger boire. Mukuje mukule na mukunywe. Bandeke bakulia. Mandege zitakulaka watu. Mikuwa kotikala. Mifupa itabaki. Watu tukoyeko la ngolobi. Tutajifunza nayo. Pendant 7 ans. Muda wa miaka 7. Basantu bakosala ngokola koni. Watakatifu wataitumia kama kuni. Bakorasambe mikuwa. Watakusanyaka mifupa. Ikauka na ikozala koni. Ikauka ile siku itakuwaka kuni. Biso tokosala yango. Hii tutaitumiaka. Basantu. Watakatifu. C'est terrible. Ni ajabu. On a besoin de science-fiction. Yenye niko nawaambia kabisa ni kweli. C'est les Écritures. Ni maandiko matakatifu. Et c'est Dieu qui parle. Na ni Mungu ndiye anasema hapa. Tout est planifié. Yote imepangiliwa. Tout est planifié. Yote imepangwa. Boko bona kikoi musika alikamongeza ekoza na musika. Unaweza ona jambo lenyewe likingali mbali. Na pesa kibino déjà calculé que nous sommes au 6e jour. Nimepatia nyinyi hesabu ya kwamba tuko kwa siku ya 6. 6000 ans.
miaka 6000 omo kiliza ko exister. Yenye dunia ya 2028 leo si tuko ku banda Jésus si leo 2028. Kwanza kwa Yesu mpaka leo 2028. Banda Adam ti Adamu mpaka 4000 ans. Imefanya miaka 1000. Ndenge mokiliba saba kalkila. Hizi dunia walifanya hesabu zao. Tenir bela bakalkila kokilwa. Na tunaenda tu kuzile banda Jésus ti leo 2028. Kwanza Yesu mpaka leo ni 2028. Ça fait 6000 ans. Imefanya karibuni miaka 6000. Zamba bien pas na 1000 égale un jour. Un jour anasema kwake miaka 1000 ni siku moja. Siku moja miaka 1000. Tuko kusiku ya 6. Oh, le 7e jour na siku ya 7 tangu bazana kati ya masua. Sasa niko ndani ya masua. Ndio ilianzaka. Attention. Fanya angalizo. Na tangu na Noe. Kwa wakati wa Noa. Utumwa bimba. Usiku mzima walukipote kwa konda baba wanataka mlango waingie waue Loti. Basala Loti mabe. Watendee Loti mabaya. Usiku mzima. Na tangu asubuhi nzamba binisi Loti. Ndio Mungu akatosha Loti na bana na mboka Sodom na wabinti wake ndani ya Shetani mate ulikuwa asubuhi. Na Biblia la nuit avancée, siku na mchana inakaribia. Wana zambi pale Mungu abile la nuit avancée, anasema usiku imeendelea et le jour approche, na mchana inakaribia. Yoko na ngomosika wewe unaiona iko mbali. So binatia basini ata de la fin. Kama mimi nasema ni hubiri alama za wakati wa mwisho hapa. Soka Yesu azonga lobi. Utafikiri kama Yesu anakuja kesho. Mungu mukenza masala. Kwa neema kidogo ambayo Mungu amenineemesha. So kitorubi total la prophecy ndenge zoko kisama. Kama tunasema tuone unabii siko na timia. Ala loop. Karibuni hivi. Ndugu, yo za distraction trop wako katika kuzubaa sana. Bon, na tuna no batwa. Ndauliza kwanza watu. Bible lobakala ke mutakufa. Imesema zamani ya kwamba mtu atakufa. Omona batwa kufa kate. Unaonaka watu mutalibosa bake liwa izenzambe te. Mwenye alisemaga kifo iko sisi leo batwa kufa kwa nini? Sasa leo watu wanakufa neko kusema te. Si neno tu nyewe. Yozo chate ndio banzambe. Sasa wao wanashakia neno la Mungu. Kwa sababu ya accomplishment kama bake. Tuko na wewe kusimbia utakufa. Mungu alisema utakufa na mtu anakufaka. Denge bako kama tokia vile kusali. Vile gizi tunawahubiri tatendekaka vile. Roko nzambe mtu. Ni kinywa ya Mungu ndio ilisemaka. Selon d'abord la prophétie. Na tangu na Noe. Kwa wakati wanao babi ba géant basaki na kati. Wanasema hodari walikuwaka. Leo avec intelligence artificielle. Pamoja na mambo ya sasa ya akili. C'est géant. Ni watu hodari. C'est géant. Ni hodari avec intelligence artificielle. Pamoja na mambo ya sasa ya leo hii. Frère, nous ne mokile comme la dimension mususu. Si dunia imefikia kiwango kingine. On est vraiment ndokimoko ya solo. Ile ni uchawi ya ajabu ya kuogopesha. Moto akoko sasa sumo sala musute intelligence artificielle kwa sala makambo tu. Lakini mambo yenye tuko nayo inaweza kutendea mambo. Simplifier makambo. Inarahisisha mambo. Atamba mozabu. Nisi huko hapa. Avec intelligence artificielle. Pamoja na mambo ya sasa. Kwa ba Felix batie pembeni na yao. Bakaenda kuchukua Felix. Mama anasema mama aliikala karibu ya Felix. Tukaenda Felix afanja. Hapa tunaikala na Felix hapa. Pamoja na utaalamu wa mambo ya sasa wana Felix. Wanaweza fanya mama anazungumza na Felix Tshisekedi. Tambo watabiki mama inatembea mdunia. Sasa hapa anabii ndana sana kana Felix Tshisekedi tala. Na Felix unaitika. Asikokena koko sikokena. Anakunyang'anya pesa jinsi anaweza. Avec intelligence artificielle. Pamoja tu na mambo ya utaalamu. Tumefika kwa kuona mwana mkebo. Leo utaona mtoto mdogo hivi mangaza kandoki. Anasema niko mchawi. Na zaka general kuna muda. Mimi niko jemadari mu ulimwengu ya wachawi. Tuzana taba jia. Tuko mu wakati ya malaria ya pamba. Hata malaria ya bure. Imekuwa unatisa malaria doisi. Unakunywa dawa ya malaria hivi au pole. Donc mikobe ya malaria. Nikisema hiyo magonjwa ya malaria imekuwa kubwa. Wakati ya watu hodari ndio hii tuko. Mlikuwa na leo kuna na pandemia. Leo mmekuwa na virus. Leo mmekuwa na virus. Sasa mata iko na panda. Kama mikono wana ile virus ya zamani. Panda vipimo vya moja na sherato kwa ulimwengu ya wahodari wenye tuko. Hizi ilikuwa wakati wa Noa. Moja violence. Ulimwengu ya watu wa na tangu ya Lot. Hizi ilikuwa kwa wakati ya Lot.
tala bitumba partout. Tazama vita nafasi yote mu ulimwengu. Korea zo banza bisobo mekina kutuka. Korea inatuogopesha mukapima. Achana mo batutu. Wanapima wa Amerika wanatazama wanasema ile sasa mnozela. Ile sasa mungoje. Asai Satan de. Anafaa shetani wa kwanza na wa pili. Bango kumiko banga na. Wanaanza kueleza makasi. Kiko na nguvu ya violence. Ni wakati ya ubaya sana ndani ya ulimwengu. Bagera leo kwa bagera kusakana. Vita ya leo imekuwa vita ambao hapana soda keite askari ya endi wanatuma tu vita marobo zinaanza drone wengine wanatuma madrone kamikazi za kwenda peleleza. Asema loko mkebe epewa na ndio kwenye mko inaangukia pale nyewe wote mnakufa. Hawa wanakuona za retard makababiti. Hapa Kongo ndio tumechelewa kwa mambo ya suba basura wa wengine wa askari hawaendake kabisa. Barenge zobunda bitumba. Vyombo tunyo vinaanza pigana vita tangu ikumi mabe. Nyakati imekuwa mbaya. Bien-aimé, tangu za mabe. Wakati ni mbaya. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Kwa kuwa siku ni mbaya. Les jours sont mauvais. Siku ni mbaya. Faut racheter temps. Inabidi tukomboe. Préparer bon moyen de siku kuona. Tengeneza maisha yako kwa hiyo ni tengeneza. Ndugu, totei ba revelation trongaza hii partisan kote ba revelation. Tumehubiri maufunuo sana. Mimi nilikuwa na sala examen de conscience. Lakini nimechunguza dhamiri zangu. Na iko sasa examen de conscience. Nimechunguza dhamiri. Watu wanaokoka. Watu kuna sovese mwingine na kuvalisha bongo mama. Lakini mabadiliko sifuri. Anikasema na baraka bwito. Sikuanzaka hivi. Miracle Yesu suteni. Miujiza haiko tena. Ora tano batumba. Témoignage là-bas, on a Mungu alikuwa anasindikiza ushuhuda yao na miujiza, lakini si ya utasali 30 na ministère. Mtu anafanya miaka makumi avec amona kati. Haya onaka jinsi kibongo mkata tanatambo la kate. Jinsi kiwote kama batome za kibongo. Wakati ya mitume haikukuaka vile. Biso batetu kome capable kubenga hata demo ya malaria. Sisi wahubiri hatuna uwezo wa kufukuza hata pepo ya malaria. Batome za kibongo. Wakati ya mitume hatango batome za ki hata ilikuwa ni kabla na mimi. Na bila kusema anapona malati. Anapona na magonjwa. Mkonisa motari lo bazambi. Tunaambia tu mtu ngona pete. Anaiamini ile asomo na bilembo ya zambi. Tunaona alama za Mungu kama bisoba discours. Lakini wakati yetu ni maneno tu na lobike. Paulo anasema matera biso. Mahubiri yetu saka bilobalo matera. Hayo tu kusema demonstration. Lakini ni kuonesha uwezo. Kuonesha uwezo ya Mungu haiko tu de revelation. Lakini maufunuo mingi za ile maufunuo ya mingi ni filosofia. C'est philosophique. Ni filosofia tu. Mwae batu wana mazambi za. Hizi watu waogope Mungu haiko. Inatali. Na nikatazama tangu na hotel revelation. Mimi nahubiri ufunuo. Basile alama kabisa. Inateka tazama. Lakini nikahubiri uoga wa Mungu. Sambo. Maombi. Alama deliverance. Na wake ni mabe. Mwenyewe naenda vibaya. Nasoma pia batu pia. Na mimi natembeza watu. Tena mwa niweke kwanza nisimame. Nirudie nyuma kidogo. Songa ndenge za mabinga kaka. Nirudie gisi Mungu aliniitaka. Je, Biblia kila mtu tofauti Mungu ndani mwako. Sote tumepata neema kipimo kimoja. Avec le même esprit. Biblia inasema roho diversité d'opération. Lakini wingi wa utendaji ikatutuba zakala Mungu. Hata wewe unapenda watu wote wako na utendaji mmoja kilolendo. Ikaleta kiburi mutatibo mtu anahubiri asibani na usipate zero. Anachukua wengine wahubiri. Ça c'est l'esprit de l'orgueil. Ile ni roho ya kiburi, l'esprit de l'orgueil. Roho ya kiburi ni l'esprit de l'orgueil. Na roho ya kiburi c'est la semence du serpent. Ni mbegu ya nyoka. C'est Satan. Ni shetani. Mtu anzambe azaka mtu humble. Mtu wa Mungu ni mtu wa kujishusha. Nzamba pambola biso. Mungu atubariki. Ngoma ikoki. Muda umeenea. Nasaki naposa kusambela. Nilikuwa na haja tuombe. Melobi tukozwa tanga kusambela. Lakini kesho tutachukua muda wa kuomba. Na kuzomle kiti moko na tiki lelo. Narudilia andiko moja. Kesho tuizungumzie. Mateza matea ibele. Hii mahubiri ni mengi, ni marefu. Mema tena 8 jours après kusisa teme. Hata kwa siku 8 hapa biso peto kusisa kote ate. Na si hatutamaliza kuhubiri. Kwa benda mbonga ako kakolo. Nitasema hiyo nusu ambayo unaweza ya mutia. Lakini ya damani tubongola mitema bande.
Wandugu zangu, tubadilike, tuokoke. Kama haujabatiziwa, tafuta ubatiziwe. Hiyo ndiyo ya maana. Bandeko nyonso oyo babatikala. Wandugu hao wote watabaki nyuma ya ibada. Na sana service yangu na siapongonga. Ni waombe juu tuheshimu wakati. Tulisikilizana saa 2.